oye! Akina mama safi! Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, mama yangu Mwanamvua Mrindoko, mkuu wa mkoa wa Katavi, viongozi wote mlioko meza kuu, wananchi, itifaki ikiwa imezingatiwa. Kwanza kabisa napenda nijitambulishe. Kwa majina anaitwa Janet Peter Pinda, ni mbunge wa viti maalum wa mkoa huu wa Katavi. Baada ya utambulisho huu, naomba nichukue nafasi hii sasa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye kwa namna yake leo hii ametukusanisha mahali hapa. Lakini baada ya shukrani hizo, nichukue nafasi hii kukukaribisha sana Mpanda. Hapa ndio makao makuu ya mkoa wetu wa Katavi. Karibu sana kaka yetu. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naomba nianzie sasa kwa kutoa shukrani nyingi sana kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Toka umekuja tumeanza kule hapo Shanwe ambapo umezindua miradi ya maji, lakini tumekwenda Tanganyika, umezindua mradi wa barabara na kuweka jiwe la msingi. Tumekwenda Mpimbwe, umeweka jiwe la msingi, lakini umezindua daraja kubwa pale Starike. Lakini jana tulikuwa Inyonga. Yote haya ni maendeleo ambayo yameletwa na rais wetu, mama yetu mahiri, Mheshimiwa sana Samia Suluhu Hassan, katika kuwakomboa wananchi wa mkoa wa Katavi na kuleta maendeleo hayo mengi. Na kama haitoshi, akakuagiza wewe ukajitoa kuja huku Katavi kuikagua miradi hiyo. Yote hiyo ni kuwainua wananchi wa mkoa wa Katavi. Tufikishie salamu nyingi sana za shukrani na pongezi kwa utendaji wake mahiri, ambao mama huyu amekuwa halali usiku na mchana akiwaza wananchi wake watanufaika vipi na uongozi wake. Mwambie sisi wanakatavi tunampenda sana na tunamtakia kila laheri katika utumishi wake. Mungu azidi kumpa afya njema. Lakini kama haitoshi, kwako wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, toka umekuja umekuwa ni kinara, umefanya mikutano mingi ya hadhara kote tulikozunguka, umetatua changamoto nyingi kwa kusikiliza wananchi mmoja mmoja, lakini hata zile kero ambazo zinahusu jamii. Wewe kwa kweli nimeshindwa kuelewa ni kiongozi wa aina gani, na ndio maana mbunge wangu wa hapa amesema haijawahi kutokea siku 5 nzima zimesimama unazunguka, unaongea na wananchi, unatatua kero. Kwa kweli nikupongeze sana. Uongozi huu ndio umekufanya wewe uwepo hapo siku ya leo, na sisi kama wanakatavi tunakupongeza, tunakutakia kila laheri. Tutaendelea kukuombea Mwenyezi Mungu akupe afya njema ili uweze kumsaidia mama yetu Samia Suluhu Hassan. Katavi oye! Mpanda safi! Baada ya kusema hayo, naomba nikutakie sasa kila lenye heri, safari njema, lakini karibu sana Katavi, karibu sana Mpanda, isiwe mwisho. Tunakuomba sana ukipata nafasi karibu. Nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naomba uridhie nimlete Mheshimiwa mbunge mwingine wa viti maalum, Mheshimiwa Martha. Karibu sana. Mpanda oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Mwigulu Lameck Nchemba safi! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mkuu wetu wa mkoa wa Katavi,
mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa, baba yangu Idi Hassan Kimanta, manaibu mawaziri wote, viongozi wa dini, wazee wa wilaya yetu ya Mpanda, wananchi wenzangu wa wilaya ya Mpanda, CCM oye! Kazi na utu! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbele yako naitwa Martha Festo Mariki, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Katavi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikukaribishe sana katika mkoa wetu wa Katavi na katika wilaya yetu ya Mpanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba utupelekee salamu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anazozifanya ndani ya jimbo letu hili la Mpanda na katika mkoa wetu wa Katavi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkoa wetu wa Katavi tumepokea fedha nyingi sana za maendeleo, zaidi ya trilioni 1.4, na fedha hizo zimekwenda katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Wananchi hawa wa mkoa wa Katavi, wananchi wa wilaya ya Mpanda wanaendelea kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa jinsi ambavyo imeendelea kututendea mambo mazuri sisi wananchi wa mkoa wa Katavi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru katika sekta mbalimbali. Nitazungumzia katika uwezeshaji wananchi kiuchumi katika masuala ya 10% yanayohusu kina mama, vijana pamoja na watu wenye mahitaji maalum. Ndani ya wilaya yetu ya Mpanda katika kipindi cha Julai 2021 mpaka Februari 2026 tuliweza kuletewa zaidi ya bilioni 4.5 kwa ajili ya kina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hawa, vijana, kina mama wanamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini katika sekta ya elimu mengi yameelezwa, lakini wananchi hawa wanasema wanashukuru sana kwa kutoa elimu bure bila malipo. Katika wilaya yetu ya Mpanda tuliweza kupokea kiasi cha shilingi bilioni 14 kuanzia 21 mpaka Februari 26. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hao wanasema asante sana kwa serikali ya awamu ya 6. Lakini nishukuru sana kwa swala la elimu kuletewa shule ya Katavi Girls ambayo kwa kweli inakwenda kuleta mapinduzi makubwa kwa watoto wetu wa kike wa mkoa wetu wa Katavi. Lakini hawajasahaulika vijana wetu wa Katavi Boys. Katavi oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalizie kwa kushukuru kwa ujenzi wa miradi ya miji 28 katika wilaya yetu ya Mpanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mji wetu wa Mpanda unakuwa kutokana na fursa nyingi. Wananchi wanaongezeka siku hadi siku, na ndio maana sensa ya watu na makazi ya 2012 kuja 2022 wananchi wa mkoa wa Katavi tuliongoza kwa kuongezeka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru sana mradi wa miji 28 unakwenda kutatua changamoto ya maji katika wilaya yetu ya Mpanda. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na ongezeko kubwa sana la wananchi ndani ya mkoa wetu wa Katavi kufuata fursa za kiuchumi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaendelea kuiomba serikali ikiwezekana, kwa kuwa mpango wa Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba wanatumia vyanzo vya uhakika kufanya gridi ya taifa ili tuweze kuwa na maji ya uhakika. Tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeshasema mara nyingi bungeni kwamba tunaomba waweze kututolea maji kutoka ziwa Tanganyika na kuyaleta katika mji wetu wa Mpanda, ambayo inakwenda kuwa mwarobaini wa tatizo la maji, kwa sababu mkoa wetu wa Katavi kila siku unapokea wageni wapya, na ni jambo zuri kwa kuwa inaonyesha Katavi kuna fursa nyingi za kiuchumi, na tuwakaribishe sana wawekezaji kuja katika mji wetu, na ndio maana tunaomba maji ya uhakika. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipatia nafasi. Tunatuma salamu, msalimie sana Daktari Samia Suluhu Hassan, tunamuombea afya njema pamoja na wewe. Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana kwa kunipatia nafasi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkutano wako huu uko live Channel 10
pamoja na chaneli za ofisi ya waziri mkuu zote za mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimlete kwako sasa mbunge mwingine wa viti maalum, mbunge wa mkoa wetu, Mheshimiwa Mbogo. Wakati anakuja, Mheshimiwa mbunge hapa aliwasilisha maombi kadhaa, likiwemo ombi la kituo cha afya kwenye kata ya Misunkumilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye jimbo hili na halmashauri hii ya Mpanda Manispaa anakwenda kujenga vituo vya afya vitatu: kituo cha afya Misunkumilo, kituo cha afya Kasokola na kituo cha afya Magamba. Kwa hiyo kazi hii itakwenda kufanyika. Lakini vile vile Mheshimiwa mbunge alizungumza kuhusu barabara za hapa mjini. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mradi wa TACTIC, mradi wa kuendeleza miundombinu katika miji ikiwemo mji wa Mpanda, ameshasaini mikataba 17 kwenye miji 15 ukiwepo mji huu wa Mpanda kwa ajili ya kujenga barabara za lami kwenye maeneo haya. Na hapa Mpanda, Mheshimiwa Rais kwenye eneo hili anaweka bilioni 23 kujenga kilomita zaidi ya 8.5 kwa kiwango cha lami, barabara za hapa mjini. Kwa kazi inafanyika. Mheshimiwa mbunge, karibu sana. Mpanda oye! Katavi oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Mwanamvua Mlindoko, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama wa Mkoa Katavi Mheshimiwa Idi Kimanta, waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri mliofatana na Mheshimiwa Waziri Mkuu, wote itifaki ikiwa imezingatiwa, wananchi wa wilaya ya Mpanda, waheshimiwa viongozi wa dini, waheshimiwa watendaji wa serikali, wakuu wa wilaya, wazee maarufu hapa mjini, wazee wangu, Mheshimiwa mwenyekiti wa wazee Mzee Nkana na mshauri wa wazee Mzee Ngozi, wote nimewaona. Wananchi, itifaki ikiwa imezingatiwa. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe. Mwalala mpola wangaluka mwidiwe mwake malembuta posuta. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niliyesimama mbele yako naitwa Taska Mbogo, mbunge wa viti maalumu wa mkoa wa Katavi. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kwa kutujalia wewe kufika hapa muda kama huu, saa kama hii, katika hivi viwanja vya Mpanda mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Hapa ndio makao makuu ya mkoa wa Katavi. Mbele yako ni wananchi wa wilaya ya Mpanda, wamekuja kusubiri hapa kwa upendo, kwa kuja kukaribisha, lakini pia kwa upendo wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wananchi wa mkoa wa Katavi, wilaya ya Mpanda,
tunashukuru sana sana kwa miradi iliyoletwa kwenye mkoa wetu wa Katavi, iliyoletwa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Wenzangu waliopita wameelezea hiyo miradi, siwezi kurudia, lakini niseme tu asante sana. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na shukurani, kama unavyojua yapo maombi. Tunashukuru, lakini tuna maombi ambayo naomba niyawasilishe kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kabisa nina maombi kwenye upande wa miundombinu ya kwenye Wizara ya Afya, kwa sababu waziri wa TAMISEMI yuko hapa. Sasa kwenye sekta ya afya, hususan kwenye hospitali ambayo umetoka kuizindua sasa hivi na kukagua lile jengo la mama la mtoto, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo maombi kwenye hospitali hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hospitali ile kama ulivyoiona imejengwa pale, lakini jengo lile Mheshimiwa Waziri Mkuu limechukua muda kukamilika. Jengo hilo wewe ni kiongozi wa kitaifa wa 3 au wa 4 kulitembelea na bado halijakamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba pesa ambazo zimeombwa ziweze kufika ili jengo lile liweze kukamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika lile jengo la hospitali ya mkoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna mochwari. Mtu anapofariki analazimishwa kuwekwa kwenye ambulensi kuletwa kwenye hospitali ya wilaya ambayo ipo takribani kilomita 12. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taazima, hata kama pesa za kumalizia lile jengo litakuwa zimechelewa, ninaomba uliangalie swala la kujenga mochwari kwenye ile hospitali uliyotoka kuikagua sasa hivi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgonjwa anapofariki, amefariki saa hizi, inalazimika awekwe kwenye ambulensi ili aweze kusafirishwa kutolewa kule kuletwa kwenye hospitali ya wilaya. Ninaomba hilo jambo Mheshimiwa Waziri Mkuu ulichukulie kwa uzito. Niliwahi kumuomba waziri wa afya, aliyekuwa waziri wa afya Mheshimiwa Moleri, akaahidi kutoa pesa za ujenzi wa mochwari. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo ni ombi langu la kwanza. Ombi langu la pili, kwenye hospitali uliotoka kuikagua sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba hospitali ijengewe jengo la waiting bay. Ina maana jengo la kusubiria. Hospitali haina jengo. Mimi nilikuwa na mgonjwa pale juzi, nimepita pale na nina picha Mheshimiwa Waziri Mkuu nitakupa. Wagonjwa wanalala nje, samahani, sio wagonjwa, wanaowahudumia wagonjwa wanalala nje ya wodi wakiwasubiri wagonjwa wao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukilizia milioni 100 zinaweza kujenga waiting bay. Hospitali ya wilaya ina waiting bay, hospitali ya mkoa haina waiting bay. Jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hospitali ile kama ulivyoona umeenda kufungua, umepita pale, kulikuwa hakuna gate. Hospitali ile haina uzio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Matokeo yake hata mgonjwa anaweza kutoroka au wagonjwa wanaweza kuvamiwa. Ninaomba pesa za ujenzi wa uzio kwenye hospitali ya rufaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye sekta ya afya, maombi yangu yalikuwa ni hayo ambayo kwa heshima na taazima ninaomba uweze kututekelezea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niende sasa kwenye swala la miundombinu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye swala la miundombinu
iko barabara ya lami ambayo iko kwenye ilani ya uchaguzi ambayo ilikuwa inatakiwa kujengwa kutoka Misungumilo, Kakese mpaka Mwamkuru. Ninaomba barabara hiyo iweze kujengwa, au Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi atakapokuja kukamilisha aweze kutupa utaratibu wa ujenzi wa barabara hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wetu wa Katavi ni mkoa ambao una wakulima ambao huwa wanasafirisha mazao yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni muombe Waziri wa Kilimo aweze kutuelezea swala la utozaji wa ushuru kwenye mazao. Huko nyuma, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuliambiwa magunia chini ya 10 hayachajiwi, lakini sasa hivi mwananchi hata akipitisha gunia moja anachajiwa ushuru. Ninaomba Waziri wa Kilimo aweze kulielezea hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lipo swala jingine kwenye kilimo, ni swala la tumbaku. Walimaji wa tumbaku wanakopeshwa mbolea ya NPK. Mbolea hiyo wanapokopeshwa kwenye makaratasi imeandikwa malipo yao ni dola 63. Ina maana wanakwenda na reti ya dola ya siku hiyo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanapokopeshwa hiyo mbolea ya NPK hawaambiwi ile tumbaku itauzwa kilo moja shilingi ngapi. Ninaomba wanapowakopesha wananchi, wanadai Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanapokopeshwa ile mbolea ya NPK kwa ajili ya kulima tumbaku, wanaomba waambiwe na bei ya mbolea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, hayo ndiyo yalikuwa maombi yangu. Niombe tu kukwambia kwamba karibu sana kwenye mkoa wetu wa Katavi, karibu sana wilaya ya Mpanda, jisikie huko nyumbani, na tunaomba kwa heshima na taadhima utupelekee salamu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na shukrani nyingi sana kwa mambo ambayo ameyafanya kwenye mkoa wetu wa Katavi. Nikushukuru sana kwa ujio wako, niwashukuru watendaji wote, waandishi wa habari na kila mtu aliyekuja kwenye hadhara hii, na kuombea Mwenyezi Mungu akulinde, akujalie mema, na muombea pia Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu amlinde, amjalie mema. Ninawashukuru sana ndugu zangu wananchi wa wilaya ya Mpanda. Mpanda we! Mpanda oye! Mama Samia oye! Dr. Mwigulu oye! Asanteni sana, Mungu awabariki. Mpanda oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitambue uwepo wa wabunge wa majimbo. Jimbo la Nsimbo, nimemwona Mheshimiwa mbunge hapa, asimame apunge mkono. Bila shaka ndo mbunge aliyepo, sikumwona Mheshimiwa Kampala hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sija kukaribisha, nimalizie maombi ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo ambao aliyazungumza kuhusu madawati. Nilifanya ziara hapa kwa